ya chipsi, ulikuwa unasema ni la soda, utaiacha, itaenda kuliwa na funza. Ila wewe kuna maisha mengine yanakuja ambayo yatakuwa yanategemeana hayo maisha. Yani is according to a decision, kwamba inategemeana kwamba wewe umempa Mungu nafasi gani. Kama ulimpa Mungu nafasi ndogo, maana yake tayari wewe upo katika uelekeo wa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ulimpa Mungu nafasi kubwa, ukayaacha yale ya dunia, maana yake utaenda katika uelekeo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika yale maisha yajayo ambayo kwa sasa wewe uyaoni, ila yanakuja. Na unaanza kuyaona pale tu unapokuwa umefika hatima yako hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni heri ukaruhusu mwisho mwema, yani ukawa na mwanzo mwema, lakini pia ukawa na mwisho mwema, kuliko kuwa na maisha yasiyoeleweka na ukawa pia na maisha yasiyoeleweka hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ambaye hatakufa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu atakufa, lakini inategemea kwamba wewe umekufa katika staili gani, staili ya maovu au staili ya wema. Ukifa katika staili ya wema, wewe unaendelea kuirithi amani hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alikupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani inayoleta mafanikio katika kimwili na kiroho. Msingi wa somo hili unapatikana katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msingi wa neno hili, imani inayoleta mafanikio ya kimwili na kiroho. Somo hili ni imani ni msingi wa maisha ya mtu anayeamini na daraja la kuingia katika baraka na mafanikio ya kimungu. Na